Karibu sana kwenye Nuhu Online TV. Katika video hii nitakufundisha jinsi ya kutengeneza katuni zinazoongea kwa lugha ya Kiswahili kwa kutumia vifaa rahisi na program ambazo unaweza kupata bure au kwa bei nafuu. Ukiwa na katuni unaweza kufundisha watoto kwa njia ya kuburudisha, kufanya vichekesho vya mitaani comedy, kusimulia hadithi au maisha ya kila siku, kuanzisha channel ya YouTube inayokuletea kipato. Package, sehemu ya pili, vitu unavyohitaji. Kabla ya kuanza kutengeneza katuni, unahitaji vifaa na program zifuatazo. Namba 1, kompyuta au simu yenye uwezo mzuri. RAM angalau 4 GB kwa kompyuta. Simu Android au iOS yenye uwezo wa kuendesha app za uchoraji au animation kama Flipperclip. Namba 2, program za kutengeneza katuni animation software. Kwa kompyuta, Cartoon Animator 5 inaweza kuonyesha mdomo unaongea kwa sauti yako. Plotagon Studio, rahisi sana, inakuwezesha kutengeneza katuni zinazoongea kwa maandishi na sauti. Toonly, Doodly, zinatumia mfumo wa drag and drop, vuta na dondosha. Adobe Character Animator, ina uhalisia mkubwa na inaonesha mdomo ukisogea kulingana na sauti yako moja kwa moja. Kwa simu, Flipperclip, rahisi kwa wanaoanza, inaruhusu uchoraji na uhuishaji frame by frame. Toontastic 3D, inafaa watoto na wanaoanza. Namba 3, program za kurekodi sauti. Audacity kompyuta bure. Lexis Audio Editor simu. Voice Recorder Pro simu. Namba 4, program za kuhariri video. CapCut simu, rahisi na ina zana nyingi. Filmora au Adobe Premiere Pro kwa watumiaji wa kompyuta wanaotaka kazi ya kitaalam. Sehemu ya 5, mbinu za kufanikiwa kwenye YouTube. Post video zenye ujumbe wa kueleweka na wa kuvutia. Tengeneza mfululizo wa vipindi, mfano mtaa wa kwetu sehemu ya 1, 2, 3. Tengeneza kichwa cha kuvutia sana, mfano katuni ya Kiswahili Bibi Kizee na kijana wa mtaa. Tengeneza thumbnails zenye rangi na uso wa wahusika. Post video mara kwa mara, angalau video 2 kwa wiki. Endelea kuwasiliana na watazamaji, jibu comments zao, waambie wa like na kusubscribe. Sehemu ya 6, tofauti na ubunifu. Usiige tu wengine, ongeza ubunifu wako kwa kutengeneza wahusika wa aina yako, kutumia lugha mbalimbali, Kizaramo, Kikuria na kadhalika, kuingiza maisha ya mitaani, bodaboda, mzee wa kibanda, mamalishe na kadhalika, kufundisha maadili, dini au tabia njema kupitia katuni, tofauti na huo ndio mwisho wa somo letu kuhusu jinsi ya kutengeneza katuni zinazoongea kwa Kiswahili. Natumaini umejifunza mengi. Usisahau kufuatilia Nuhu Online TV, bonyeza subscribe na washirikishe marafiki zako. Mpaka mara nyingine, tunasema asanteni sana.